Wito umetolewa na wanaharakati wa haki za watoto na watu wenye ulemavu, wakisisitiza kuwa imani za kishirikina na mila kandamizi zimeendelea kuwa kikwazo kikubwa kwa ustawi wa watoto hao ambao mara nyingi huhusishwa kimakosa na laana au mikosi ya familia. Utafiti uliofanywa na shirika la Siwaso katika kijiji cha Mbuyuni, kata ya Makuyuni, wilayani Monduli, umebaini uwepo wa watoto wenye ulemavu waliokuwa wakifichwa majumbani na familia zao kwa hofu ya unyanyapaa kutoka kwa jamii. Baadhi ya maeneo tulikwenda, unakuta mtoto hana uwezo kabisa wa kuona mchana. Kwa sababu gani? Anafungiwa ndani. Mtu anafungiwa ndani zaidi ya miaka 20, miaka 18, miaka 15. Amefungiwa ndani. Ukimtoa mchana haoni, ila usiku anaona. Wako kwenye eneo hili ambalo tunalizungumza. Sasa hivi viongozi wa mila mtusaidie. Hawa watu wanasaidika, hawa watu wanatibika. Katika hali ya kusikitisha, mmoja wa walemavu waliogunduliwa alikutwa katika hali mbaya ya kiafya, mwili wake ukiwa umeanza kuoza kutokana na kukaa ndani kwa muda mrefu bila kupata huduma wala mwangaza wa jua. Alikuwa anamficha ndani, hakuwa na msaada. Yeye mwenyewe tulipomkuta alikutwa kwamba hakuwa na nguvu yoyote ya kujisaidia. Tukakuja kugundua kwamba yeye mwenyewe hakuwa na uwezo. Kwa hatua ya awali ya msaada, watoto waliobainika wamepatiwa viti mwendo ili kuwawezesha kuanza kushiriki shughuli za kijamii na kijinsia kwa uhuru zaidi. Huu ni mpango endelevu, tutaendelea kutoa elimu kwa jamii hii juu ya umuhimu na haki za hawa watu ambao wana ulemavu au watoto ambao wana ulemavu, kwani tumeona changamoto kubwa ni ukosefu wa elimu. Kuna walemavu ambao mpaka wameozea ndani, kufikia juzi wameoza ndani, lakini tunaendelea kupambana. Napenda kutoa wito kwa wazazi, mtoto anapopata changamoto msaidie, mpeleke shule. Kama unakwama, watafuta tunaweza kukusaidia. Kampuni kama organization kama Siwaso ipo, Mount Foundation tupo, tunaweza tukawasaidia watoto wao wakafikia ndoto zao. Kaimu afisa maendeleo kutoka halmashauri ya wilaya Monduli, Bi Esther Kimaro, pamoja na mbunge wa jimbo la Monduli wametoa rai kwa jamii kuacha tabia kuwaficha watoto wenye ulemavu, wakisema kuwa nao wana uwezo mkubwa na mchango muhimu katika maendeleo ya familia na taifa. Tuna baadhi ya walemavu, kwa mfano Filipo haoni lakini anajishughulisha. Yule ndugu yake ni mwalimu na anafundisha. Kwa hiyo kuwa mlemavu si kwamba utashindwa kufanya majukumu mengine. Tusiwafiche, nao ni wanadamu, nao ni watu, nao wana utashi, wanaweza. Tuwe na upendo na mipango ya Mungu. Kile ambacho akizaliwa mtoto alivyozaliwa ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wao hawana makosa yote. Lakini sisi ambao tumejaliwa nguvu na afya njema, sisi tukikosea kuwasaidia, kwa kweli dhambi ni za kwetu sisi. Kwa niseme kama jamii, mimi kama mbunge, lakini na sisi kama jamii tunawajibika sana kwenye jamii yetu hii. Nashukuru sana kwa kupata msaada huu. Kiti nimekaa nimefurahi. Utanisaidia katika kutoka. Taenda hata kwenye kanisani kwenye maombi, tatumia baiskeli. Nashukuru sana kwa msaada mkubwa nilioupata. Nilikuwa nakaa tu sehemu moja nashindwa hata jinsi ya kutoka. Miongoni mwa misaada iliyotolewa kwa jamii hii ya watu wenye ulemavu katika wilaya Monduli ni pamoja na viti mwendo, fimbo, vifaa vya shule pamoja na mifugo kwa ajili ya kuwezesha kukua kiuchumi. Vifaa hivi vimetolewa kwa msaada shirika la Siwaso pamoja na Mati Foundation. Mimi ni Profiti Manga.